tunaambiwa ya kwamba tukuje kwa wakati kwenye neno la Mungu. Unaweza kuwa pasta amekaa hapa anasema ya kwamba nao ninataka tufanye hivi na hivi. Utapasta anasema ya kwamba lazima twende Jumapili ama Jumatano kanisani hivi kwenye ushirika. Inaweza kuwa labda pasta anasema ya kwamba wacha siku ya Jumatano iko ni siku ambayo tunakuja sisi wote mahali hapa. Lakini unakuta wewe kama Mkristo unajipatia shughuli. Na wacha nikwambie dada yangu, ndugu yangu, ya kwamba hiyo ndio vitu ndogo ndogo inafanya sisi hatuwezi kukutana na Mungu. Kika says amen. Kama wewe ni mwanafunzi ama kama wewe bado ni kijana, wewe uko kwenye nyumbani, uko na mzazi wako, uko na mama yako, anakuambia kwamba ningependa unifanyie hii na hii. Wewe kama kijana Mkristo, inatakikana ujue ya kwamba huyo ni mama au baba ameongea ndani mwako. Na wakati ama baba amekwambia neno, lazima utii. Na usipotii, hiyo ni kupotoka ndani ya Kristo. Hiyo ndio mambo ambayo ninasema ya kwamba hiyo ni jambo ambayo ninasema ya kwamba hiyo ni kutokuogopa Mungu. Alafu Jumapili inapofika unasema ya kwamba nao nimeokoka, Yesu Kristo ni Bwana. Na juzi umekaidi mzazi wako ukiwa nyumbani, juzi umekaidi mwalimu, juzi umekaidi hata mchungaji wako. Praise the name of the living God. Amen. Alafu unasema ya kwamba mimi nimeokoka, Yesu Kristo ni Bwana. Bwana asifiwe. Amen. So ninasema ya kwamba wakati ambapo Filipo Paulo na Timotheo walipokuwa wakihubiri katika Filipo, ndio walikuwa wanaandika hii hadithi. Kumbuka walikuwa wanaambia kanisa kama hii. Paulo akasema ya kwamba ndugu zangu, itabidi kunyenyekea na kumwogopa huyu Mwenyezi Mungu ili tupate kuurithi ufalme wa mbinguni. Na kanisa hiyo ya Filipo wakati kule nyuma ukisoma Biblia, ni kanisa ambayo haikuwa ni rahisi. Ikasema ni kanisa ambayo hawa ndugu walikuwa wanafanya kazi kwa kujitolea. Ni kanisa ambayo ilikuwa watu walikuwa wanakataa Mungu. Ni kizazi ambaye watu hata jimbo ambaye Paulo alikuwa anahubiri injili, walikuwa wanahubiri injili kwa kufunga, walikuwa wanahubiri injili kupelekwa kwenye jela. Lakini walibaki wakijua ya kwamba huyu Mungu ambaye tunamwabudu ni Mungu wa aina gani. Amen. Ambia jirani yako, Mungu ambaye unaabudu ni Mungu wa aina gani? Mungu unayemwabudu ni Mungu wa aina gani? So hao jamaa ambao mimi ninaogopa sana, ukisoma Biblia, walikuwa na ubiri wakifika kwenye jimbo, wale ambao wakaisaidia wanasema kwamba hao watu wanahubiri kinyume na dini yetu. Hao watu wanahubiri neno ambayo sio ya ukweli.